Hamuumi. Mkenya anakuja na shilingi 10,000. Wewe unataka utoke na shilingi 200,000. 10,000 na 200,000 wapi na wapi ndugu zangu, wapi na wapi? Kosa lililofanyika ni kufuta shilingi 1, shilingi 5, shilingi 10 na shilingi 20 katika mzunguko wa maisha ya Watanzania huku mtaani. Rudisheni hizo hela, hizo sarafu, rudisheni shilingi 1, shilingi 5, shilingi 10, shilingi 20, rudisheni. Kwa nini mrudishe? Kwa sababu sasa hivi mfano unataka kitu kinauza shilingi 50. Ikaongezeka gharama kidogo ya uzalishaji, ikaongezeka shilingi 10. Kwa sababu shilingi 10 hakuna, kile kitu kinauzwa shilingi 50, utaambiwa shilingi 100. Umeelewa? Ila shilingi 10 ingekuepo, ungeambiwa shilingi 60, ungetoa shilingi 100, ungerudishwa change shilingi 40. Sasa hivi anakurudishia shilingi 40 nani? Inatoka wapi? Wabunge, viongozi wa serikali, mliokuwa kama makatibu, sijui manani huko na mawaziri na nani. Kweli jamani, hamuone taibu, hamjisikii, hamuhuzuniki, hamtamani hata nyinyi ile hali ya kutamani thamani ya yetu ikapanda ikaongezeka? Mtu anakaa unasema mshahara nalipa mshahara milioni 2. Mshahara milioni 2. Uone taibu, mshahara milioni 2. Wewe ni CEO wa Amazon, CEO wa Nvidia, CEO wa wapi? Unafanya kazi wapi? Orca wapi? Eti mimi mshahara wangu kwa mwezi milioni 12. Milioni 12 blade manako mfakuru. Unaweza kwenda Marekani ukasikia mtu anakuambia mshahara milioni 12. Wewe ni CEO wa kampuni gani? Giga company ya tech. Unafanya kazi gani wewe? Hela haina hata thamani. Haya ndio mambo ambayo tunataka kuyasikia serikali mkiongea.